Yes, of course, kwa sababu ya kuangalia, yaani unachokiangalia ni kwamba mara Yanga ilikuwa ni timu ambayo iliweza kumdominate Simba kwa muda mrefu. Yaani Yanga alikuwa anamfunga Simba sio kumbahatisha. Yaani Simba anafungwa, alafu Simba wenyewe wanakwenda kulaumiana wenyewe. Si unanielewa eh? Hapa mwishoni Simba ikaanza kusogea. Ukiangalia kwenye mechi ya Ngao, ile Ngao Jamii, ni Simba alipoteza. Lakini kama ulikuwa unafuatilia, ni mechi ambayo Simba walikuwa hapo kwenye nearby kwenda sare, karibu na sare ule mchezo. Yaani ule uwiano, yaani Simba alikuwa anaweza kafunga goli 2 bila. Lakini ukiangalia mechi unaona kwamba Yanga angetulia angeshinda goli 5 goli 6. Sio, unalipata? Ndio. Simba akaja kufunga 1-0. Lakini uwiano ukaanza kusogea. Mechi ya Zanzibar ya kwanza ile ya ligi, ukiangalia ni mechi ambayo ni kama Yanga ndo aliitafuta sare, sio Simba. Simba alikuwa na improvement mpaka ikafika hatua wakawa wamefunga ile goli ambalo kwa bahati mbaya line akalikataa. Kwa mechi ambayo waliamini wao wameweza kumshinda, wakaja na confidence ile kwamba sisi tuliwafunga hawa, lakini isipokuwa tu mwamuzi alikataa goli letu. Kwa hiyo itakiwa sasa mwalimu wa Yanga aje tofauti. Na shida inaanzia wapi? Siku zote Yanga ilikuwa ni favorites, na Yanga ilikuwa inamlazimisha Simba kukaa nyuma ya mpira, yaani Simba wacheze kwenye tempo ya Yanga. Mwalimu aliyekuja ni muoga, ni mwalimu ambaye muoga kwenye kushambuliwa. Kwa hiyo anayefanya timu yake iwe second team. Hasa ukifanya timu yako kuwa second team kwa timu kama ya Simba ambayo ina watu wenye kasi, pale mbele wana mstari wao wote wana kasi. Tumzungumzia Mpanzu anakimbia, ukimzungumzia Nseti Aura anakimbia, Libase Gwe anakimbia, Mwalimu anakimbia. Wale wote pale mbele ni athletics, watu ambao wana mbio sana. Kwa hiyo unapokubali kukaa nyuma ili ufanye mashambulizi ya kushtukiza, ni rahisi kufanya makosa. Lakini pia wakati unakaa nyuma bado hauna confidence ya 100% ya kuwa na total dominance. Huko nyuma Yanga kina Aucho, Yanga yakina Mdathiri, yakina Pakome ile ambapo Pakome akiwa wa moto, wakina Ziziki na wengine waliokuwa nao, ilikuwa ni Yanga ambayo wanaweza wakaamua ku slow down tempo ya mchezo na ukafuata tempo, kwa sababu wana uwezo wa kuown na kufanya total dominance ya mchezo. Aucho alikuwa na uwezo wa kufanya total dominance, akaamua kudictate, sasa tukimbie, sasa tuwe calm, tupige pasi. Yanga ilikuwa inapiga pasi mpaka 40, na wewe unakumbuka. Hata kile kitu sio from nowhere. Maana ni confidence ambayo inakuwa imeingia kwenye timu na watu wanaamua kuitumia. Walikuwa wanapiga pasi afa kiamua kwenda wanakwenda. Hasa kile kitu kimeondoka. Kama kitu kimeondoka, kwa hiyo Slaa Yanga tena haiwezi kuchukua sehemu ya katikati. Slaa Yanga sasa inabidi abadilishe plani, aanze kupita pembeni kwenye flanks. Kwa sababu katikati umekosa viungo bunifu na ulionao wengi wanafatiki, wamechoka. Unanipata sijui? Naupata vizuri. Katika mechi ambayo Simba katikati ina Chama, Simba ina Yusuf Kagoma, Simba ina Kante katikati, lakini pia ina hao kina Anset. Unamweka Damaro, anafanya vizuri, ana bloko, matumizi ya nguvu akiwa na Yusuf Kagoma. Baadaye unakuja unamuondoa, sawa, Damaro, unakuja kumuondoa Mudathiri. Mudathiri ambaye mechi nayo kuja hatumiki, ana yuko suspended. Sasa unamtoa kwenda kanje wa nini? Ni vyema umtumie as much as possible, kwa sababu ana mechi 3 mbele za kutokucheza. Lakini pia unakwenda kumuingiza Depo ambaye ukimsoma kitabia si mshambuliaji mbaya, lakini sio mshambuliaji ambaye anaweza kupatia matokeo kwenye mechi ya njoo nije. Ni mshambuliaji ambaye anafanya vizuri kwenye mechi ambayo Yanga anakuwa na umiliki. Yaani Yanga inapokuwa ni best team ndio unampanga Depo. Yaani Yanga wanaweza kufika kwa mbele kwa wingi na wakawa na option za kutengeneza nafasi. Lakini kwenye mechi ambayo mnaviziana hawezi kukusaidia, kwa sababu sio mzuri kwenye kucheza, sio mzuri kwenye kupasi, sio mzuri kutafuta mpira, tofauti na Dube. Unakwenda kumuingiza mtu yule wakati Simba ukiwa na intensity ya hali ya juu. Kwa tayari kama vile alikwenda kupunguza mtu mmoja kiwanjani. Sababu tumeshuhudia mechi zote kubwa ngumu ambazo Yanga inaingia 50-50, Depo hajawahi kung'aa. Sasa hiko kitu lazima kikupe alati, na sio dhambi. Sio, unanipata sijui kwamba huyu mshambuliaji wangu huyu kwenye mechi ambazo tunakwenda kutafuta matokeo kwa kupishana hawezi kunisaidia, mweke bench, ingiza watu wengine. Ina maana kwamba kwa hili nini sasa kifanyike kuhakikisha kwamba Simba Yanga angalau wanapata matokeo kwenye mechi ya Jumapili?
Mimi nafikiri kikubwa cha kufanya hapo, cha kwanza kabisa ambacho mimi nakifikiria natakiwa wao waweze kukifanya, kwanza, kama wanaweza kumshauri mwalimu wamshauri, au kama wanaweza wakatumia kocha msaidizi aweze kumsaidia, amsaidie, kwa maana kimbinu ni kama ameshindwa kumfunga Steve Barker. Ndio maana Yanga katika mechi hizi mbili ameshindwa kupata goli hata moja, na sio kupata goli, hata kutengeneza mashambulizi hatari mengi Yanga ameshindwa. Kwa hiyo mwalimu mbinu zake kwenda kumfungua, yani Barker ni kama vile ana kodi ya Yanga saizi. Yani ya huyu mwalimu Pedro. Steve Barker anamjua Pedro vizuri, kwa hiyo anamtawala. Ndio maana alipomtolea baadhi ya viungo yakaenda kumingizia moto, na mechi kama imebadilika, akaweza kudominate. Ilikuwa yani unaangalia mechi unajua wakati wote Yanga anaweza kufunga goli. Yani mashambulizi ya Yanga yalikuwa hayaonyeshi kwamba kuna kitu kitapatikana, lakini Simba alikuwa akija muda wote Simba anaweza kupata goli. Ni hiyo kwa sababu Simba wanakosa ufanisi kwenye eneo la mwisho na bado hako well organized eneo la mwisho, lakini ni timu ambayo kama ungekuwa na ufanisi basi ungekuwa wanaingia tayari ukiamini kwamba wanaweza kupata magoli mawili au magoli matatu kutokana na aina ya mchezo unaoucheza. Kwa lazima uone namna bora ya kwenda kuja na mpango kazi mwingine, kwa sababu kikosi ni kile kile, wachezaji ni wale wale. Kwa hiyo ukitumia seri ile ile huwezi kushinda. Kwa kiufupi, kocha Pedro bado si chaguo sahihi kwa Young Africans. Hilo mimi nishalizungumza, nafikiri nawe tushazungumza muda mrefu kwamba ameshindwa mechi zote kubwa, na hata mimi kwa upande wangu hata kwenye baadhi ya mechi zile za bingwa, na mimi ninaamini wangekuwa na mwalimu mwingine Yanga wangeambulia kitu. Miongoni mwa sababu za kushinda ni mwalimu pia muoga sana, ni muoga mno. Muoga yuko nyumbani Yanga anakaa nyuma ya mpira, muoga mno mwalimu. Kwa bila shaka uongozi wanapaswa kuchukua hatua. Sasa hiyo ni wao, wakiona fresh watapigwa tena. Mimi yani sizungumzi tu kwamba nimeibuka usikisia, no. Mimi nafanya thara anasema hata nilizungumza kabla mechi. Sioni mechi ikiwa ina goli hata moja dakika 90. Kwa nini? Kwa sababu siwaoni Yanga wakienda kumdominate Simba, siwaoni Yanga wakiwa wanasogeza kwenye Simba, na waona Simba wakishambulia Yanga, ila kwa sababu wana changamoto za umaliziaji nao pia wanaweza wakakosa goli. Nilizungumza na hizo clip zipo, nilisema hivyo kabisa kwamba ikitokea bahati mbaya labda ni goli moja la bahati mbaya, sababu mpira ni sayansi ambayo inaonekana kwamba Simba watakimbia lakini hawana maarifa mengi. Yanga wanafunga zaidi kwenye timu ambazo wamezi dominate. Hasa Yanga kwa Simba hawezi kupishana, yaani hawajiamini kiasi hiko. Kwa sababu mimi nakwambia mwalimu angeamua kufunguka angemfunga Simba, kwa sababu Simba wana kitu kimoja, nikwambia siri yao moja. Simba hawana good defense. Beki nzuri kwa sababu walinzi wao wale wote wawili hawana kasi. Kwanza Rushan pamoja na Osman Ture hawana kasi. Yusuf Kagoma hana kasi. Na muda mwingi sana anacheza center tackle, anapata fouls nyingi. The same to Kante au Nabi Kamara. Chama hawezi kukimbia. Kwa hiyo ni watu ambao hawataki eneo lao hili la nyuma liweze kuwa vulnerable. Kwa hiyo wanakulazimisha kupressurize wewe ukubali kuwa nafasi ya pili, ili wao wapate ample time ya kuweza kuwa na nguvu ya kuweza kujipanga. Kwa hiyo ukiwatengenezea mazingira kwamba nipe nikupe, hawawezi kuja. Yaani ambao okay, wanakimbia sisi tukimbie. Nije utamfunga kwa sababu hao beki yao hazina kasi. Hawana kasi kabisa. Wanaona muda mwingi wanazuia eneo la katikati usilitumie. Simba wataki kupitia katikati, wanakuforce uende pembeni. So hata ukikimbia pembeni rahisi sawa kupiga mpira nje au whatever, ndani hapa wataki, sababu mabeki yao wanawajua. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.